Karibu katika channel ya Director Hinju. Mimi ni film director, video editor, lakini pia ni videographer. Leo utaenda kujifunza namna ya kuanza kutumia software ya Adobe Premiere Pro. Na video hii sio kwa wale tu ambao wanakwenda kuanza kujifunza, lakini pia hata kwa wale ambao walikwisha kuanza, kwa sababu vitu vinabadilika, vitu vinakuwa updated. Software hizi wanaziupdate kila siku, wanaongeza vitu. Lakini pia kitu kingine ambacho ningetaka kukushauri, ni vizuri kutumia Adobe ambayo iko latest, kwa sababu kuna vitu vinakuwa vimeongezeka, tofautisha na Adobe ambayo haiko latest, kuna vitu unaweza vikosa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa, hakikisha umeinstall software ya Adobe Premiere Pro katika kompyuta yako. Baada hapo tunaenda kuanza kufungua Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo hatua ya kwanza utaenda kufungua software ya Adobe Premiere Pro, na mimi leo nitatumia Adobe ya mwaka 2022. Kama huja install software hii, una uwezo wa kutumia Adobe yoyote, either ya 2019 au ukatumia 2020 na kuendelea, kulingana na ile ambayo utakuwa umeinstall, lakini ni vizuri kutumia software ambayo iko latest. Kwa hiyo ukishafungua Adobe Premiere Pro utasubiri load kidogo, kwa sababu itachukua muda kidogo ili iweze kufunguka. Kwa hiyo itahitaji uvumilie kidogo. Sasa baada ya kuload kidogo, Adobe itafunguka. Na kishafunguka itakuwa ina interface yake itakuwa kama hii. Na kama ni mara ya kwanza umeifungua, hujawahi fungua Adobe, haukufanya project ya aina yoyote, manake itakuwa haina kitu. Ya kwangu mimi na display hapa ni project ambazo tayari nikisha kuzifanya. Lakini kama ndo mara ya kwanza hujaifanya project yoyote, basi itakavyofunguka haitakuwa na project ya aina yoyote. Utakutana na maneno kama hili ambalo limeandikwa new project, lakini pia utakutana na neno ambalo limeandikwa open project. Sasa sisi tunaenda kucheza na hivi vitu viwili. New project ni ile project kwa mara ya kwanza nimefungua software yangu, basi nitaenda kuanza project mpya. Lakini hii sehemu ambayo imeandikwa open project, maana yake ninaenda kufungua project ambayo tayari nilikwisha kuifanya. Kama mimi hapa tayari na project zangu, kwa hiyo nikitaka kufungua project yoyote, basi naweza kuklik project hapa au nikaenda nikabonyeza sehemu iliyoandikwa open project. Lakini leo tutaenda kufungua new project, kwa hiyo tutaklik new project. Okay, baada ya kuklik new project, basi utakuta imefunguka panel hii hapa. Nimekwambia hapa new project, chini yake wamekwambia name. Sasa hapo unatakiwa uipe jina project yako, uipe jina, itaitwaje? Okay, tunaweza ile name, labda tunaweza tukaandika Premiere. Okay, andika Premiere 1. Okay, chini yake tumeambiwa location. Sasa hapa unataka project yako iende wapi? Ukiacha yenyewe default inakwambia itaenda sehemu ambako inataka yeye yenyewe. Okay, itaenda sehemu ambako inataka yenyewe. Sometimes asilimia kubwa usipoipa location huwa zinaenda kukaa kwenye documents. Ukienda kwenye documents kule ndio ukutana na mafaili ya Adobe Premiere Pro. Sasa sisi hapa tutaenda kuipa location kwamba ikae wapi, sababu unavyo edit inatakiwa uweke kila kitu chako kiwe katika mpangilio mzuri, kwamba mimi material yangu na edit basi naelewa kwamba yamekaa wapi, yasiende tu yako randomly. Kwa hiyo tutabonyeza sehemu imeandikwa browse ili tuweze kuipa location. Mimi nitachagua desktop. Na click desktop. Baada hapo nitatengeneza folder ambalo folder langu nitalipa jina darasa la editing. Andika darasa la editing. Baada hapo nitalibonyeza ili kulifungua ili folder. Baada hapo nitabonyeza select folder. Kwa hapo tayari nimeipa location. Kwa project yangu itakuwa desktop kwenye folder ambalo limeandikwa darasa la editing. Baada hapo tutakuja kipengele kinachofuata. Kipengele kinachofuata sehemu hii imeandikwa render.
Sasa hapa utakutana na vitu viwili, kuna Mercury Playback Render Engine GPU pamoja na Mercury Playback Engine Software Only. Kwa hiyo hii pia huwa inaenda kutokana na uwezo wa kompyuta. Kuna baadhi ya kompyuta ambazo ukikuta haiko powerful sana, hii sehemu ambayo imeandikwa Mercury Engine GPU Acceleration unakuta iko hidden. Kwa hiyo usishtuke. Mercury Playback Engine Software Only ndio unakuta hii hapa haiko hidden. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo pia. Lakini mimi nitaenda kutumia Mercury Engine GPU Acceleration. Okay. Sehemu inayofuata imeandikwa display format. Nitaacha kama ilivyo. Sehemu ya audio display format nitaacha kama ilivyo. Lakini pia kuna sehemu imeandikwa capture format. Kwa mara ya kwanza ukifungua hii sehemu ambayo imeandikwa capture format utakuta yuko katika DV, lakini wewe unatakiwa uibadilishe na uiweke HDV. Baada ya hapo huku chini utaacha kama ulivyo. Tutakuja sehemu inayofuata scratch disk. Sasa hapo naamua wewe materials ya project yangu yaende wapi. Yaani usiache tu materials yakawa yanaenda randomly, ujui yameenda wapi, una edit tu material yako. Ni vyema ukatengeneza folder kwamba mimi najua materials yangu yanakwenda wapi. Okay, sehemu ya kwanza imeandikwa captured video. Captured video ni zile video zote ambazo zinakuwa captured ndani ya software ya Adobe Premiere Pro ikihusisha footage zako. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaipa location. Location yetu tuliweka desktop. Desktop tulitengeneza folder tukaliita darasa la editing. Sasa ndani ya darasa la editing tutatengeneza folder, tutaandika footage. Tutaandika footage. Then tutabonyeza select folder. Kwa materials, video zote ambazo zitakuwa captured zitakuwa ndani ya folder la footage. Okay. Tutaenda kwenye captured audio. Tutabonyeza browse. Tutaenda desktop. Tutatengeneza folder nyingine tutaliita audio. Tutafungua, baada hapo tutaandika select folder. Kwa hiyo soundtrack, sound effect, audio zote zitakazokuwa captured na Premiere Pro basi zitaenda kwenye folder lililoandikwa audio. Kwa hiyo utakuwa unajua materials yangu mimi yako wapi. Baada ya hapo kuna video previews. Unavyo edit video, vile muda unapokuwa una i-preview na kuedit na kui-preview, basi zile files zinakuwa saved. Sasa zinakuwa saved wapi? Haitaki kuwa hazitaki kuwa saved zikiwa random. Kwa hiyo unatakiwa uzipe location. Tutazipa location. Tutaandika previews video. Baada hapo tutaandika select folder. Kwa video zote nitakapokuwa na edit nikipreview basi zitakuwa saved katika folder langu. Baada hapo kuna audio previews. Tutabonyeza kama kawaida browse, then tutatengeneza folder, tutaandika review. Okay, review audio mistake spellings, review audio, then tutabonyeza select folder. Kwa audio zangu zote zitaenda kwenye file la preview audio. Okay, tutakuja project auto save. Unapokuwa una edit ndani ya Adobe Premiere Pro, ile project yako huwa inajisave yenyewe automatically. Na pia unaweza kuseti muda kwamba ijisave baada ya dakika 15 au baada ya dakika 2, hiyo unachagua wewe. Kwa hiyo ile inapokuwa inafanya auto save, tayari zile ni files ambazo zinaenda kujisave mahali. Sasa zinajisave wapi? Lazima utengeneze file au utengeneze folder ambako zitakaa zile materials ambazo zinakuwa automatic saved. Tutaweka wapi? Basi tutatengeneza tena folder. Tutaandika auto save. Auto save. Tuta-click, baada hapo tutabonyeza select folder. Baada hapo tutakuja sehemu imeandikwa CC library downloads. Unaona? Hapa tutaacha kama palivyo, lakini motion graphic tutaacha kama palivyo. Baada hapo tutapiga okay. Sasa Adobe Premiere Pro yako itafunguka na itakuwa ina interface kama hii hapa, ambayo itakuwa ina vyumba 4 ambavyo viko empty, vyote havina kitu. Sasa hii ndo interface ya Adobe Premiere Pro. Kwa mtu mwingine anaweza kashangaa, sasa hapa naanzia wapi naelekea wapi? Usiogope.
Hii ni software rahisi tu kama software zingine, ukijifunza ukielewa, ni software rahisi ambayo ni advanced software ambayo unaweza kufanyia kazi yoyote ile ambayo inahusu video editing, either ikawa filamu, ikawa documentary, video ya aina yoyote ile ambayo wewe utaona inakufaa au unafanya kazi fulani. Okay, sasa Premiere Pro kishafunguka itakuwa ina interface ya muonekano huu hapa ambayo ina vyumba vinne. Sasa hapa pana chumba cha kwanza. Hiki chumba cha kwanza chenyewe kinaitwa project window. Project window hii ni sehemu ambayo materials, files, footages, sound effects, audio mbalimbali zinakuja kukaa kwenye hii project window au chumba hiki hapa. Okay. Na hiki chumba cha juu, hii ni source screen. Source screen hapa tuna uwezo wa kutrim. Nikisema kutrim maana tuna uwezo wa kukata kipande fulani cha video, kwamba mimi labda nataka video yangu ianzie hapa mpaka hapa. Kwa hii inaturuhusu kutrim video au kukata, lakini pia inaturuhusu kuiangalia video tulivyoishoot baada ya kuitoa kwenye project window. Ukitoka kwenye project window tunakuja hapa chini. Hapa chini hii ni timeline. Hapa ndo tunapofanyia kila kitu. Cuts, sound zinakaa wapi, kila aina, color grading nini, timeline zote, layer zote zinakaa katika hii sehemu ya timeline. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo ndio inabeba kila kitu. Unachokiedit basi kitakuja kukaa kwenye sehemu ya nini? Sehemu ya timeline. Na hapa juu pana program window. Sasa hapa ndo tunapo preview. Kile unachokiedit hapa kwenye timeline utakuja kukiona kwenye nini? Kwenye program window. Au utasema utakipreview hapa. Kwa hiyo hii ndo interface ya Adobe Premiere Pro utakayokutana nayo. Kwa hiyo leo nitaishia hapa. Video inayofuata tutajifunza namna ya kuanza kuimport footage ndani ya Adobe Premiere Pro pamoja na tools mbalimbali ambazo zinatumika ndani ya software hii ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing. Usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Lakini pia unaweza kutoa maoni yako, ni nini ungependa kujifunza zaidi ndani ya software ya Adobe Premiere Pro. Ila kwa leo tutaishia hapa.